Kwa jina naitwa Philbert Joseph Mafwimbo. Mimi ni afisa lishe katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Leo ningependa kuongea namna gani tunaweza tukahifadhi maji mwilini wakati wa mfungo ili kuepusha madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na upotevu mwingi wa maji wakati wa mfungo. Katika wakati huu wa mfungo, maji pia ni muhimu sana kubaki mwilini kwa sababu maji yana manufaa mengi sana kwenye mwili wa mwanadamu. Walau kwa siku mwili unahitaji lita 2 mpaka lita 3 kwa ajili ya mambo mengine ambayo yanahitajika kwa kazi mbalimbali za mwili kama kusafirisha damu na virutubisho vingine mwilini. Mwili wa mwanadamu unakuwa unatumia maji katika mambo mengi sana, na katika mambo hayo ambayo maji yanakuwa yanatumika ni muhimu sana yaweze kubakizwa mwilini na wala yasipotee yote, hasa kwa njia ya jasho au njia ya mkojo. Tunawezaje kuhifadhi maji mwilini katika kipindi hichi cha mfungo? Kwanza, kwa kuepukana na vyakula ambavyo vinaweza vikachangia kutoa maji kwa wingi mwilini. Kwa mfano, vyakula vyenye asili ya kafeini kwa wingi, vyakula hivi vinaweza vikawa kama kahawa. Pia tunashauri upunguzaji au matumizi kwa uchache, na kama inawezekana isitumike kabisa, unywaji wa pombe. Unywaji wa pombe pia unaweza kuchangia kumfanya mwanadamu kupata mkojo mara kwa mara. Kwa hivi vitachangia mtu aliyekuwa katika mfungo kupotelewa na maji kwa wingi katika mwili wake. Hivyo vinaweza vikasababisha maji kupotea kwa wingi, ambacho tunashauri sio kizuri kwa afya. Pia kwa mtu ambaye yupo kwenye mfungo, tunashauri awe anapata maji mara kwa mara baada ya kuacha mfungo, masaa 12 baada ya kuacha mfungo. Na unywaji huu wa maji utakuwa sio wa kunywa kwa wakati mmoja, ila tunashauri maji yawe yanakunywa baada ya muda. Tunaweza tukaanza, kwa mfano, ukanywe vikombe 3, 2, 3, 2 kila baada ya wakati, kadri unavyokuwa unaweza au ukapata nafasi ya kuweza kunywa maji, lakini sio kunywa maji kwa mkupuo kwa mara moja. Hii inaweza kusababisha ukapata mkojo hapo kwa hapo. Tunashauri pia kupunguza matumizi ya vyakula vyenye sukari kwa wingi. Sukari kwa wingi wakati wa mfungo vinachangia maji kutolewa mwilini. Lakini pia tunasema matumizi yenye vyakula vyenye sukari, chumvi inasaidia walau kutunza au kuhifadhi maji katika mwili wa mwanadamu. Lakini hii itategemea na hali yako ya kiafya ya kimwili. Hivyo hatushauri kwa watu wote au kutumia kwa kiwango kikubwa cha chumvi kama njia mojawapo ya kuhifadhi maji katika mwili wa mwanadamu. Kwa maelezo zaidi unaweza kufika katika kliniki yetu ya hapa Muhimbili Mloganzila kwa siku ya kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa siku za kawaida Jumatatu hadi Ijumaa ni kuanzia saa 2 mpaka saa 11 jioni, na kwa siku ya Jumamosi ni kuanzia saa 2 mpaka saa 6 mchana.